Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan awahimiza waandishi wa habari kuzingatia uzalendo katika uandishi wao ili kuliwezesha taifa kuendelea kuwa na umoja, mshikamano na amani. Na katika michezo, serikali kupitia Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA yasema itaendelea kuidhibiti mitandao ya kijamii inayorusha maudhui yaliyo kinyume na maadili ya Kitanzania. Habari asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewahimiza waandishi wa habari kuzingatia uzalendo katika uandishi wao ili kuhakikisha taifa linaendelea kustawi katika misingi ya umoja, mshikamano na amani. Akizungumza katika usiku wa tuzo ya kalamu ya Samia zilizotolewa usiku wa kuamkia leo jijini Dar es Salaam, Mheshimiwa Rais pamoja na kuwapongeza waandishi wa habari kwa mabadiliko makubwa ya uandishi katika kipindi cha hivi karibuni, amehimiza juhudi hizo ziendelee hususan katika kufanya tafiti na kufanya uchambuzi badala ya kuwafikishia wananchi habari hizo kama zilivyo. Amesema ni muhimu wananchi wakapata taarifa sahihi hususan na kwa kutumia lugha wanayoielewa, hatua itakayohamasisha kushiriki shughuli mbalimbali za maendeleo, huku akitumia takwimu kwa namna hatua mbalimbali za maendeleo yanayotokea na kile kinachotokea ndani ya nchi yao. Kuhusu mwaka huu wa uchaguzi, Mheshimiwa Rais akawa na ujumbe mahususi kwa waandishi wa habari kuonesha umahiri wao wa kutumia kalamu zao. Kwa upande mwingine niseme tu kwamba mwaka huu ni mwaka wa jambo kubwa. Nchi yetu inakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Niwaombe mtumie kalamu zenu kuhamasisha umoja, amani na mshikamano nchini. Kalamu zenu zilinde nchi yetu. Mrisho Mpoto leo alisema kwa hajui kwamba ulinzi sio kazi ya polisi na jeshi peke yao na yeye kama raia. Lakini kalamu zetu zinalinda nchi yetu sawa sawa na jeshi linavyolinda mipaka yetu. Kalamu tukizitumia vizuri tutakuwa salama. Tukizitumia vibaya basi usalama utakuwa haupo, kwa sababu yanayosomwa, namuona Muliro anasikiliza kwa makini sana. Kwa hiyo nihimize matumizi ya kalamu zetu. Na hii si upande tu wa siasa, hata upande wa kiuchumi, hata pande zote tu. Tukiandikia vizuri kuhusu nchi yetu, wawekezaji watakuja kwa wingi kwa sababu watasoma na wataona. Tunashutumiwa mambo kadhaa huko nje. Tukiandika vizuri kuhusu nchi yetu, tukitoa ufafanuzi yanayotokea, wale wanaotushutumu kule nje watapata habari za uhakika na wataacha yale wanayoyafikiria. Kwa hiyo niombe sana kalamu zitumike kulinda na kuitetea nchi yetu. Amesema Waziri Kabudi, Tanzania ni moja tu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakuna nyingine. Kwa hiyo tuilinde nchi yetu. Rais Samia amewapongeza waandaaji wa tuzo hizo Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA kwa kushirikiana na Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake TAMWA kwa kazi kubwa waliofanya na kuahidi kuwa serikali yake itaendelea kushirikiana na waandishi wa habari kwa kuimarisha mifumo mbalimbali itakayowezesha ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao. Tuzo hizo mbali ya kuwatambua waandishi wa habari chipukizi walio katika fani, pia zimewagusa nguli katika tasnia hiyo pamoja na vyombo vya habari vikiwemo vya kijamii kutokana na kazi kubwa ya kuhamasisha maendeleo ya taifa. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imewataka wananchi wa mikoa 15 inayotekeleza zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura katika mzunguko wa kwanza wa awamu ya pili kuzitumia siku chache zilizobaki katika mikoa yao kuhakikisha wanajitokeza kujiandikisha na kuhakikisha taarifa zao ili wasije kukosa haki yao ya msingi ya kupiga kura katika uchaguzi ujao wa baadaye mwaka huu. Tupate taarifa zaidi.
Aidha, Jaji Mwambegele amesema zoezi la uboreshaji wa awamu ya pili linakwenda sambamba na uwekaji wazi wa daftari la awali la kudumu la wapiga kura ambalo linatoa fursa kwa wananchi kukagua, kufanya marekebisho ya taarifa za wapiga kura na uwekwaji wa pingamizi dhidi ya wapiga kura waliomo kwenye daftari ambao hawana sifa, na litabandikwa katika vituo vyote vinavyotumika wakati wa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya kwanza. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Mheshimiwa Jaji wa Rufani Jacob Mwambegele wakati alipotembelea vituo mbalimbali vya uboreshaji wa dawati hilo katika halmashauri za mkoa wa Katavi, akiweka wazi kuwa mwitikio wa wananchi ni wa kuridhisha. Sambamba na uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwenye awamu ya pili, tumeweka daftari kila kituo ambapo wananchi wanakuja kuhakiki taarifa zao. Wanahakiki na pale wanakuta kwamba kuna kurekebisha taarifa zao, wanarekebisha ipasavyo. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, maafisa waandikishaji kutoka majimbo ya Nyasa, Halidi Halifa na wa jimbo la Mbinga mjini Amina Hamis Saif wamesema zoezi la uboreshaji katika maeneo yao linakwenda vizuri na kuwahimiza wananchi kuendelea kujitokeza. Kwa halmashauri ya Nyasa tayari tumeshaandikisha jumla ya wananchi 436 na kuboresha taarifa za wapiga kura 415, wakati wa kupiga kura 68 wamepoteza sifa na hivyo kufutwa katika daftari la kudumu. Tumeanza zoezi la uboreshaji kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 7 na leo ni siku ya 4. Zoezi linaenda vizuri sana. Kwa ujumla wake zoezi liko vizuri na wasii wananchi wote wa mji wa Mbinga wajitokeze kwa wingi kwa sababu zimebakia ni siku 3. Uboreshaji wa daftari unafanyika kwa mizunguko mitatu, ambapo mzunguko wa kwanza unajumuisha mikoa 15, mzunguko wa pili utajumuisha mikoa 16 na mzunguko wa tatu utajumuisha vituo vya magereza na vyuo vya mafunzo. Mimi ni Juma Mohamed na hii ni Channel 10. Katika kuendelea kutekeleza maelekezo ya serikali ya kuboresha huduma kwa kutumia mifumo ya kidigitali, wakala wa ufundi na umeme TEMESA mkoa wa Arusha umeanza rasmi kutumia mfumo wa usimamizi wa kazi za matengenezo ujulikanao kama MUM. Jamila Omar ameandaa taarifa ifuatayo. Mfumo huu unalenga kuondoa urasimu kwa wateja waliokuwa wakilazimika kufika moja kwa moja karakana kuomba huduma, na sasa huduma zinapatikana kwa haraka, wazi na gharama nafuu. Mhandisi Pondeza Semakuwa, msimamizi wa mfumo wa MUM, anafafanua zaidi. Kupitia mfumo huu tumeenhance hiyo, bei zetu zote zitakuwa zinafanana. Lakini issue nyingine ilikuwa ni kiritimba ule au tuseme mlolongo wa wateja kuomba huduma mpaka kufika kwenye karakana zetu. Ulikuwa unahusisha mlolongo mrefu. Lakini kupitia mfumo huu ni ndani ya sekunde moja tu mteja anaweza kaa ameshaomba huduma kwetu na ameshajibiwa na amepangiwa siku ya kuja kupata huduma. Kwa upande wake, meneja wa TEMESA Arusha mhandisi Bili Munishi anasema mfumo huu umeongeza ufanisi kwa kuboresha vifaa na mbinu za kazi. Sio tu mabadiliko ya mfumo, na vile vile kwenye upande wa vitendea kazi tumebadilika sana. Na tofauti na vitendea kazi, kwa sasa hivi kama TEMESA Arusha tumepeleka watumishi wetu kupata mafunzo ya kutengeneza magari ya kisasa. Hii ni kuonyesha namna gani we as TEMESA right now tumebadilika. Na mabadiliko haya yanakwenda kuwa ni chachu kwa serikali, kwa sababu tunaamini kwamba sisi kama TEMESA ambao tunasimamia ubora wa matengenezo ya magari ya serikali, lazima tuhakikishe kwamba tunafanya matengenezo yaliyokuwa bora na sio bora matengenezo. Mfumo wa serikali unasema kama vigezo vyote vimetimia, consider the lowest evaluated bidder. Mwenye gharama ya chini kabisa tuchukue. Mantiki yake ni nini? Yule anaona hii profit margin haitoshi, anaachana nayo. Utakwenda kwa mtu ambaye hana sifa, atafanya kazi, ukiliwasha inaenda, lakini inatakiwa ifike Dar es Salaam, halitafika. Kupitia mfumo wa MUM, TEMESA inaimarisha uwajibikaji na kuhakikisha huduma bora kwa sekta ya umma kwa ufanisi, uwazi na teknolojia. Jamila Omar, Channel 10, Arusha.
Timu ya madaktari bingwa wa Mama Samia wanaotoa huduma za matibabu ya kibingwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini imeeleza kuwa kuna uhitaji mkubwa wa matibabu ya kibingwa kwa wananchi walio maeneo ya mbali na hospitali zenye madaktari bingwa, na kushauri serikali kuendelea kuboresha huduma hizo karibu na wananchi. Madaktari hao wameeleza hayo mkoani Mtwara wakati wakianza kutoa huduma ya matibabu ya kibingwa kwa wakazi wa mkoa huo. Mwandishi wetu Adam Malima na ripoti. Ni wakazi wa mkoa wa Mtwara wakiwa hapa katika hospitali ya rufaa mkoa wa Mtwara Ligura wakisubiri kupata huduma ya matibabu ya kibingwa kutoka kwa madaktari bingwa Mama Samia ambao wamefika hapa mkoani Mtwara kutoa huduma za matibabu ya kibingwa kwa muda wa siku 5. Mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Mtwara Dr. Zawadi Bwanali pamoja na madaktari bingwa hawa wanaeleza kwamba huduma hii imekuwa ikiwasaidia wananchi wengi ambao hawana uwezo wa kupata huduma za matibabu ya kibingwa mbali na maeneo yao. Tangu kuanzishwa kwa kambi hii ya madaktari bingwa Mama Samia Suluhu, tumeweza kushuhudia mafanikio makubwa ya wagonjwa wanaohudumiwa hapa kwetu Ligula kwa huduma za kibingwa, pia kupungua kwa rufaa zinazopelekea wagonjwa wengi katika hospitali ya taifa Muhimbili. Tutakuwepo hapa kutoa huduma za kibingwa mbalimbali. Tunao madaktari wa watoto, madaktari wa kina mama na uzazi, madaktari wa magonjwa ya ndani na mengineyo. Madaktari bingwa wapo hapa, wamekuja, watatuhudumia vizuri, tujieleze vizuri. Amesema hapa mwenyekiti wa bodi, mueleze vizuri daktari. Utakapojieleza vizuri ndivyo namna ambavyo ataweza kugundua tatizo lako haraka na kuweza kujua ni nini au tiba ya namna gani wewe unastahili kuipata. Wananchi hawa wanaeleza kwamba huduma hii imekuwa msaada kwao kwa kuwa hawana uwezo wa kugharamia matibabu ya kibingwa mbali na maeneo yao. Ujio wao unakuwa ni nafasi kubwa ya kuweza kupata matibabu na kuweza kujua matatizo ambayo yanayowasibu, maana watu wa Mtwara wengi wanakuwa wanakosa pesa ya kutosha kuweza kwenda kwenye hospitali kubwa za Dar es Salaam au za rufaa kwa ajili ya kupata huduma ya madaktari bingwa. Fursa hii inaletwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kweli inatoa masisa na inatupa moyo kwa kwamba anawajali wa Tanzania wake. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Madaktari nchini wametakiwa kusimamia viapo vyao vya utoaji huduma kwa uadilifu badala ya kushiriki katika matendo yanayoweza kusababisha migongano kati ya wananchi na viongozi. Michael Patrick anaarifu zaidi. Kauli hiyo imetolewa na kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa Ismail Ariusi wakati wa ukaguzi wa mradi wa upanuzi wa kituo cha afya Wanging'ombe kilichoanzishwa mwaka 1954 kama zahanati na kuzinduliwa na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere mwaka 1964. Ombi langu kwa madaktari, hakikisheni mnatoa huduma sahihi kwa wananchi wetu. Isiwe leo hii Mwenge wa Uhuru umefika katika eneo hili, majengo yetu yakamalizika na akaanza kutoa huduma, ikawa ndio sababu ya kuweka mashindano, lakini pia ikawa ni sababu ya kugombanisha wananchi wetu na viongozi wetu hapa nchini. Naamini madaktari ambao mtakuwa mnafanya kazi hapa, mtakuwa mnatoa huduma iliyo bora kwa wananchi wetu. Hivyo Mwenge wa Uhuru umeridhia miradi hii. Mganga mfawidhi wa kituo hicho Dr. Francis Ruka amesoma taarifa ya mradi huo unaogharimu zaidi ya shilingi milioni 641. Kituo kinahudumia jumla ya wakazi wapatao 20,220 wa kata Wanging'ombe na kata za jirani. Katika kituo hiki majengo yanayojengwa ni jengo la wagonjwa wa nje OPD, jengo la wagonjwa wa ndani IPD, jengo la X-ray na kichomea taka. Lakini naomba niwaambie, juzi nimemwomba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba tunashukuru tumepata fedha, jengo la X-ray linakamilika. Ninaomba X-ray mashine kwa ajili ya wananchi wa Wanging'ombe. Awali kabla ya ukaguzi kwenye kituo cha afya Wanging'ombe, Mwenge wa Uhuru ulikabidhiwa rasmi kutoka halmashauri ya wilaya ya Njombe kwenda wilaya ya Wanging'ombe, ambapo jumla ya miradi 7 yenye thamani ya shilingi bilioni 1.6 imepitiwa na mbio za mwenge, sanjari na kugawa mitungi 200 ya gesi kwa ajili ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi na salama ya kupikia. Mwenge wa Uhuru katika wilaya ya Wanging'ombe tutaukimbiza hadi pale tutakapo wakabidhi wenzetu wa wilaya ya Makete. Wananchi wa kijiji cha Gedamara, kata ya Galapo, wilayani Babati wamekusanyika na kufanya maombi ya kimila
maarufu kama Toya kwa lengo la kulaani matukio ya ukatili ikiwemo ya ubakaji na kuuawa kwa watoto, huku vilio vikiendelea kugubika kufuatia mauaji ya hivi karibuni ya mtoto wa darasa la 6 shule ya msingi Ayatsea ambaye amebakwa na kuuawa kwa kuchomwa macho na kitu chenye ncha kali na kuvunjwa shingo. Elia Kimani ameandaa taarifa ifuatayo. Sisi kama kina mama tunahuzunika, tunawaza 11 tuamke asubuhi tusindikize watoto wetu. Je, tunapomsindikiza huyo mtoto na mimi mama siwezi kubakwa? Kilio hiki cha wanawake hawa ni ishara mbaya ya wasiwasi na hofu iliyotanda miongoni mwao juu ya watoto wao kufanyiwa matukio ya kinyama na hata wao wenyewe. Matukio ya namna hii hususan wilaya ya Babati yameanza kukita mizizi, huku serikali ikiumiza kichwa hatua ipi inaweza kumaliza matukio hayo. Kwa kumbukumbu za mwezi uliopita, kijana mmoja aliuawa na wananchi ndani ya kata ya Galapo baada ya kumuua mama yake mzazi, tukio linalodaiwa kusababishwa na ulevi uliokithiri kwa kijana huyo kabla ya kuuawa na wananchi wenye hasira kali. Ndani ya mwezi huo pia mtu mmoja mfanyabiashara mazao kwenye eneo la Gendi aliuawa. Tukio lenda sambamba na mauaji mengine ya kijana mmoja wa bodaboda aliyeuawa eneo la Babati mjini mtaani Gamsi. Taasisi mbalimbali zinajitokeza kulaani vikali matukio hayo, lakini mara hii lawama zikirushwa zaidi kwa jamii kutokana na tabia ya kumaliza matukio hayo kimila na baadaye kuigeukia serikali. Swala la kwamba hili ni tukio la tatu, ini la 4, kwa sababu kuna matukio matatu yametokea. Hayo matukio matatu sisi hatuyajui na were not reported to us. Tunasikia tu kwamba kuna matukio matatu yalifanyika lakini hayakuripotiwa kwetu, na ni bahati tu kwamba baada ya tukio hili ndio tunaambiwa kwamba kuna matukio mengine matatu. Sasa kama tunasikia jambo lilikuwa limetokea, ile ni mara ya 4, ndio wanaanza kujulisha sasa vyombo vya ulinzi na usalama. Sasa wanaanza kulaumu tena serikali. Kwa hiyo jamii kama jamii sasa iamke, waache mila zile za kuficha hayo matukio. Inavyoonyesha watu wa Gedamara, yale matukio huko nyuma yako mengine waliyafumbia macho. Ni afadhali wao wanatoa kwa wakati, taarifa zifike kwa wakati, wasipende kusuluhisha mambo vijijini. Kutoka wilaya ya Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Chama cha wauguzi Tanzania wilayani Bukombe mkoani Geita kimeiomba serikali kuongeza kasi ya ujenzi wa nyumba za watumishi karibu na vituo vya kutolea huduma za afya ili kukabiliana na changamoto ya usalama, hususan nyakati za usiku pindi wanapohitajika kwenda kutoa huduma. Tupate taarifa zaidi. Katibu wa chama cha wauguzi wilayani humo Leodegar Mako akisoma taarifa ya chama hicho mbele ya mkuu wa mkoa wa Geita amesema licha ya changamoto hiyo bado anakabiliwa na changamoto pungufu wa wauguzi. Vituo vingi vya kutolea huduma za afya visivyokuwa na nyumba za watumishi, jambo linalohatarisha usalama wa watoa huduma nyakati za usiku na kusababisha vituo kutotoa huduma kwa masaa 24. Niwaombe tuishi ule upendo, yani ukiwa na upendo hautachukua rushwa ya mgonjwa, ukiwa na upendo utakuwa na majibu mazuri, ukiwa na upendo hata kama ukikwazwa utatafuta haki yako au utatafuta suluhu kwa namna ambayo ni nzuri. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amehakikisha wauguzi na wafanyakazi wote wa sekta ya afya wilayani Bukombe kuwa serikali itafanyia kazi changamoto hizo. Tutaendelea kuhamasisha na kutenga bajeti kwa ajili ya kujenga nyumba za wauguzi. Mmeleza hapa, wakati mwingine mnakaa mbali na usafiri hamna, unafuatwa usiku. Yotolewa igizo hapa, mwanaume amelala, mama muuguzi anajulishwa kuna ugonjwa, ni mwanaume na lenyewe linaanza kuangalia kwa jicho la tatu. Huyu ni muuguzi, huyu ni ugonjwa kweli au ndo nani? Maadhimisho ya siku ya wauguzi wilayani Bukombe yameongozwa na kauli mbiu isemayo wauguzi ni sauti inayoongoza, wekeza katika wauguzi, heshimu haki, linda afya. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik.
Wananchi wa mkoa wa Kagera wamepongeza serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuleta timu ya madaktari bingwa katika hospitali ya rufaa ya Bukoba ambayo itasaidia kuwatibu wagonjwa mbalimbali waliokuwa wakitembea umbali mrefu kufuata huduma hizo katika hospitali ya kanda ya Bugando pamoja na hospitali nyinginezo. Jacques Joachim anaarifu zaidi kutoka Kagera. Wananchi hao wakizungumza kwa nyakati tofauti wamesema kuwa wanaipongeza serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona wananchi wake wanapitia wakati mgumu katika kupata huduma za matibabu, na kusema kuwa ujio wa madaktari bingwa wa Mama Samia utapunguza wananchi kwenda umbali mrefu kufuata huduma za afya kama ilivyokuwa awali. Tunashukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ameleta huduma kwa karibu kwa wananchi. Kwa kweli imekuwa ni huduma yenye tija, ambapo naona ni mwitikio mkubwa wa wananchi. Umeona hapa tumeambiwa kwamba kuna madaktari bingwa ambao wamekuja kusaidia wananchi kwa magonjwa mbalimbali. Nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais Suluhu Hassan ambaye ametutumia madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali ambayo labda yameshindikana kwa namna moja au nyingine kwa sababu ya ukosefu wa nafasi na maelekezo. Tukapata nafasi ya kuja kukutana na madaktari bingwa, na kila mwenye ugonjwa atakutana na daktari anayehusikana na magonjwa husika. Tunashukuru tumepata hii huduma. Tunaona mama kama anatupigania. Mama anatupigania, tunashukuru kwa huduma zake. Mratibu wa huduma ya mkoba kutoka Wizara ya Afya Dr. John Mwombeka amesema kuwa lengo la serikali ya awamu ya 6 ni kuwafikia wananchi wote na kuwapunguzia mwendo mrefu kwenda kutafuta huduma ya afya katika hospitali ya Bugando na hospitali nyinginezo, huku mkuu wa mkoa wa Kagera Ajati Fatuma Mwasa akisema kuwa wananchi wengi walikuwa wanakimbilia katika hospitali ya kanda Bugando na Muhimbili kupata huduma za kiafya, ambapo amesema kuwa Mheshimiwa Rais amewaletea huduma karibu wananchi wa mkoa wa Kagera. Zamani tulikuwa tunahangaika sana kwenda mpaka Bugando, na bahati mbaya sasa hivi hata meli hakuna. Kwa hiyo mpaka ufike Bugando kwa basi sio mchezo. Lakini Mheshimiwa Rais ameona hii yote haina haja. Tunaletewa huduma hizi hapa hapa. Vifaa tiba vyote vikubwa viko hapa hapa. Tutumie hizi fursa ndugu zangu, tutibiwe. Na hii nia moja ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha wananchi tunawapunguzia hadha ya kwenda umbali mrefu. Kwa mfano kanda ya huku ungetakiwa mwende Chato au mwende Bugando na wengine waende Muhimbili. Kwa hiyo zoezi hili linaendelea kwa kila mwaka angalau mara 2. Timu ya madaktari bingwa 35 wameanza kutoa huduma kwa wananchi wa mkoa wa Kagera, ambapo zaidi ya wananchi 2500 wanakadiriwa kupata huduma hiyo kutoka kwa madaktari bingwa wa Mama Samia. Kutoka Manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, Jacques Joachim, Channel. Mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Leila Ngozi amewataka wananchi kujitokeza kwa wingi kujiandikisha na kuhakiki taarifa zao katika daftari la kudumu la mpiga kura ili wapate fursa ya kuchagua viongozi wanaowataka katika uchaguzi mkuu ujao unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Aidan Mhando anaarifu kutoka Simiyu. Mjumbe huyo wa kamati kuu ya CCM anasema hayo mara baada ya kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya chama hicho kwa mwaka 2020-2025 katika jimbo la Bariadi, ambapo pamoja na mambo mengine anasisitiza suala la amani hapa nchini na kuwaonya watu walioanza kujipitisha kwenye maeneo mbalimbali kabla ya muda kufika kwa lengo la kutaka nafasi za ubunge na udiwani. Muda huu ni wakati wa daftari na mwenyekiti wetu amegusia, twende tukahakiki taarifa zetu. Kikubwa tuendelee kudumisha amani ya nchi yetu. Twendeni tukahamasishe watu waende wakahakiki taarifa zao, na wale ambao hawajajiandikisha waende. Daftari hili litaisha tarehe 7. Viongozi wote wa chama twendeni tukahamasishe watu waende wakahakiki taarifa zao. Awali akisoma taarifa ya utekelezaji wa ilani ya CCM katika jimbo la Bariadi, mbunge wa jimbo hilo Kundo Mathew anasema kutokana na mambo makubwa yaliyofanywa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika jimbo la Bariadi kwa kutekeleza miradi ya afya, maji, miundombinu, mawasiliano na elimu, wananchi wa jimbo hilo watamlipa kwa kumpa kura nyingi za kishindo
katika uchaguzi mkuu ujao. Na mimi naamini kwamba kwa pamoja kura za Daktari Samia Suluhu Hassan naomba isiwe mjadala. Sisi kwa Bariadi na kwa mkoa wa Simiyu, sisi kura za Daktari Samia Suluhu Hassan zimeshajaa, msubiri kuja kuzichukua na kuzihesabu. Lakini katika sekta ya afya tuna hospitali ya rufaa ambayo inatoa huduma, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan ametuletea vifaa ikiwemo CT scan. Zamani wananchi wetu walikuwa wanaenda Bugando kupata huduma mbalimbali. Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Asante Aidan Mhando kwa taarifa hiyo, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Serikali kupitia mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imesema itaendelea kudhibiti mitandao ya kijamii inayorusha maudhui yaliyo kinyume na maadili ya Kitanzania. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma amesema tayari TCRA imeshazifungia tovuti na akaunti kadhaa za mitandao ya kijamii zilizokuwa zikichapisha maudhui yaliyo kinyume na maadili. Ameongeza kuwa kazi ya kusimamia maadili na ya kutoa elimu kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii itaendelea, lengo likiwa ni kulinda maadili hasa kwa watoto. Kufikia tarehe 31 Machi 2025, TCRA imeweza kubaini na kufungia tovuti, akaunti za mitandao ya kijamii, majukwaa, blog na kadhalika zipatazo 80,171 zilizokuwa zinachapisha maudhui yaliyo kinyume na maadili na yenye kuhatarisha afya ya akili na watoto. Zoezi hili ni endelevu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kuendesha na kutoa mafunzo ya weledi kwa waandishi wa habari pamoja na wachapishaji wa maudhui mtandaoni. Mafunzo haya yanawajengea uwezo wa shiriki katika kutambua maudhui gushi mtandaoni, uandaaji wa makala pamoja na ujenzi wa taswira ya nchi ili kuendelea kulinda utamaduni ulio salama kwa makuzi ya jamii ya watoto wa Kitanzania. Ligi Kuu Tanzania Bara iliendelea jana kwa mchezo mmoja wa kiporo ambapo klabu ya JKT Tanzania ilikuwa mwenyeji wa Simba kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Mbweni, Dar es Salaam majira ya saa 10 jioni. Simba ilifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0. Bao pekee la Simba limefungwa na Fabrice Ngoma katika dakika ya 50 baada ya kuunganisha cross safi kutoka kwa Steven Mukwara. Kwa ushindi huu Simba wamefikisha alama 63 baada ya michezo 24 na kuendelea kushika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu. Kwa upande wa JKT wanabaki kwenye nafasi ya 7 wakiwa na alama 32 baada ya michezo 27. Simba sasa wanajiandaa kwa mchezo wao ujao ambapo watashuka dimbani tena siku ya Alhamisi wakicheza nyumbani dhidi ya Pamba katika uwanja wa KMC Complex Mwenge. Naam, tumetimisha taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi.